Na kwa mimi ambaye makuzi yangu ya kisiasa nimekulia Chadema, nina urari na nina ufahamu mkubwa wa masuala ya wa namna ambavyo masuala ya kisiasa yanakwenda ndani ya Chadema. Tulisema wakati ule Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, anatumia umakamu wake kujinufaisha. Nisema mimi na nikasema wakati huo nazungumza, Heche na wenzake hawakuwa wakizungumza lugha moja. Sasa juzi mmemsikia katibu mkuu wa Chadema baada ya kamati kuu ya chama chao kukutana Kigoma, ukaibuka mfukuto na hoja zile zile ambazo sisi tulizisema mwezi wa kwanza mwaka huu. Sasa katibu mkuu Chadema, mimi namfahamu, mimi nimekuwa kijana wakati baraza la vijana la Chadema halijaundwa. Kulikuwa kunaitwa kitu kinaitwa kurugenzi ya vijana. Kiongozi wetu ambaye mkurugenzi wetu wa mwanzo alikuwa John Mnyika. Kwa hiyo namfahamu John Mnyika, leo katibu mkuu wa Chadema, na namheshimu. Bahati mbaya Mnyika yule wa kurugenzi ya vijana ya Chadema, Mnyika aliyefika kuwa mkurugenzi, naibu katibu mkuu, mbunge, katika taarifa yake ya juzi amekwepesha. Sasa mimi nimekuja hapa kuweka sawa taarifa. Mimi nimekuwa Chadema, naifahamu Chadema kuanzia mwaka 2011 baada ya mimi kugombea wenyekiti wa vijana. Hakukuwa na kikao cha kamati kuu cha Chadema kilichokaa mimi sijue kilichozungumzwa mpaka leo, na inawezekana mpaka naingia kaburini hakitakaa, kwa sababu nimeishi humo. Mnyika kwa makusudi amepotosha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umma wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao una wafuasi wa Chadema na wasio wafuasi wa Chadema kuhusu maswala yaliyoibuliwa kwenye kamati kuu. Kamati kuu ya Chadema haijamuuliza Heche kuhusu tone. Kamati kuu ya Chadema hawajaibua maswala ya ufisadi wa Heche kuhusu tone. Kamati kuu ya Chadema iliibua maswala ya ufisadi wa Heche kwenye michango ya wadau. Tangu mimi nikiwa Chadema tuna utaratibu, tunakusanya pesa kupitia ruzuku ya chama, ruzuku ya serikali, tunakusanya pesa kupitia kadi michango ya wanachama ya kawaida, na tunakusanya pesa kupitia wadau. Unaweza ukajitambulisha, mimi naitwa Mchange nachangia Chadema, au unaitwa X, na yule mdau anaichangia Chadema kupitia njia yake anayoiamini. Kama ananiamini mimi, ataichangia Chadema kupitia mimi. By then anamwamini Mbowe, ataichangia Chadema kupitia Mbowe. Heche, Lissu, kwa kadri wanavyokusanya ile michango wanaifikisha kwenye chama. Ndio masharti ya chama. Tofauti na kufanya hivyo, huo ni ufisadi, huo ni wizi, huo ni ujambazi, huo ni kujipatia kipato kupitia njia isiyo halali. Ndio kamati kuu ya Chadema ilivyokuwa inamhoji Heche. Na ndio maana katika kamati kuu hiyo Heche akaambiwa, wewe ni Mkristo tena Msabato. Kama mwezi wa kwanza mwaka 2025, naanza kutaja tuhuma zake alizopewa, haujapokea milioni 300 isaidie kampeni za Lissu kumshinda Mbowe, shika Biblia hii. Kakataa kushika Biblia. Kwa hiyo alichotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu, moja ni kuchukua milioni 300 kwa baadhi ya vigogo wa CCM akaisaidia chama chake. Heche kachukua hela yote kaenda kufanyia mambo yake. Hiyo tuhuma moja. Alichotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu, sio alichosema Mnyika. Alichotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu ni kwenda Msasani, akiwa Msasani pale, kwenda kwa Nilesh. Huyu mtamzungumzia sana Nilesh pia. Kuchukua milioni 20 ili akasaidia chama chake. Kachukua milioni 20 ile, Heche kampa msaidizi wake milioni 1. Hajapeleka kwenye chama chake. Alichotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu ni kwenda kwa Vunja Bei, kuchukua milioni 10 apeleke kwenye chama chake, kaenda kumpa Sugu milioni 1 kumpoza. Alichotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu ni kwenda kukatisha ziara ya chama chao wakati wanatoka Kahama kwenda Sirari, kukatisha ziara kwenda Nairobi, alafu kupanda ndege kwenda South Africa
kukutana na Nilesh, kuchukua dola 200,000 kuja Tanzania kutuletea vurugu, maneno matusi kuhusu mafuta, kusema aenda kuwapa wanachadema wenzake, hajawapa. Hivyo ndivyo vitu, baadhi ya vitu alivyotuhumiwa navyo Heche. Aliyotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu ya chama chao, ambazo taarifa tunazo, record zipo, ni kwenda kuchukua hela milioni 50 kwa anayeitwa msaidizi wa GSM, kuzila mwenyewe peke yake. Wenzake wakasema mzee, hii ni too much. Anasema sasa najibu wewe, kwa mimi nikura la CCM, kuna tatizo gani mimi nikira la CCM? Ukila hela ya CCM kama unafikiri ni sahihi, waambie wenzako. Kuna tuhuma Heche wakati mwenyekiti wao anakamatwa alikuwa anataka kugomboa gari. Simtaji kiongozi aliyotoa pesa yake kugombolea gari la Lissu. Simlisikia kuhusu hela kumchangia Lissu kununua gari. Mlisikia alipoishia? Wamenunuliwa na kiongozi mwema wa CCM, yupo serikalini, akalipa. Heche wakagawana yeye na yule mlosema katekwa yule Jumbe katika milioni 80. Heche akachukua 40, yule jamaa akachukua milioni 40. Sasa hawa watu hawa wanavotoka leo wanashirikiana na majambazi. Nasema majambazi kututengenezea tension kwenye taifa letu, wakati dunia nzima inajadili kuhusu changamoto ya vita vya Irani na Marekani. Dunia nzima inalalamika kuhusu gharama za mafuta kupanda. Muuni mmoja ambaye amejaribu kutaka kutuingizia mafuta ambayo yana vikwazo ameshindwa, anamchukua Heche, anampa dola 200,000. Heche anakuja kutuimbisha hapa nyimbo na wafuasi wake wanafuata kama wanacheza rege. Hii hatuwezi kukubali. Mimi hapa ninaongoza gazeti la Jamvi la Habari. Jamvi la Habari kwa zaidi ya miezi 3, miaka 2 nyuma, imekuwa ikiandika kuhusu wafanyabiashara wa mafuta matapeli, akiwemo Nilesh. Tunavyozungumza sasa hivi, Nilesh amekimbia South Africa. Amesulumu pesa hapa, amenunua apartment South Africa, tena amenunua kwa jina lingine. Anakaa South Africa. Anasema, nimemsikia na ujiwa na chombo kimoja, anasema anaumwa. Hakuna matibabu ya kupunguza unene duniani unafanya mwaka mzima. Kama anaumwa, mbona anaenda Zambia? Mbona anaenda Malawi? Mbona anaenda Zimbabwe? Mbona anaenda Dubai? Anakimbia hapa kwa sababu kupitia kampuni yao ya State Forwarders, tena iwekeni vizuri, kupitia kampuni yao ya State Forwarders ambayo kijana wake Mohamed Nilesh ndo anaisimamia, wametudhulumu wa Tanzania zaidi ya dola milioni 40 kupitia CRDB. Wamechukua mafuta yaliyopashwa kuenda Burundi kwa serikali ya Burundi. Leo tunavyozungumza Burundi hawana mafuta, kwa sababu nchi ambayo wangetegemea washirikiane nayo mwananchi wake kawadhulumu Nilesh zaidi ya dola milioni 40. Nilesh anashirikiana na bwana mmoja anaitwa Faisal kutoka Dubai, wamekula. Ukisikia milioni 40 dola unazungumzia bilioni 110 za Kitanzania. Na ukisikia ile ya CRDB usishangilie. Pesa ya CRDB, benki duniani hazina pesa. Pesa ni sisi wananchi. Mimi nikiwa na milioni 2 yangu, mtu X na milioni 1, wote tukichanganya kwa na milioni 3, milioni 10, zinafika milioni 500. Wanasema CRDB ina milioni 300 au ina milioni 500. Kwa wamekula pesa. Sasa Heche na Nilesh wanataka kutuchezesha mchezo wa wao kushindwa kufanikiwa malengo yao ya kupata fedha haramu. Kwa hiyo nimetaka niseme vizuri, weke sawa kabisa. Namtaka Mnyika atoke aseme kwa nini amechepusha maswali. Kwa nini hakusema maswali aliyoulizwa Heche? Kwa nini hajasema Heche amekula hela za watu? Geita pale kuna mfanyabiashara mmoja kawachangia milioni 20. Heche kala. Bunda kule kuna mfanyabiashara mwingine katoa milioni 60 mbele ya Mnyika, mbele ya Lema. Heche kala. Ni kutafuna hela. Halafu anatokea mtu mmoja anajiona anamtetea Heche, anatetea Chadema. Wakati tunazungumza watu Heche anatafuna hela, makao makuu ya chama chao wana mwaka 1.5 wafanyakazi hawajalipwa mishahara hata posho. Tunapozungumza hivyo, mikoani kule kwenye kanda za mikoani wana mwaka 1.5 hawajalipwa mishahara, hawajalipwa posho. Sasa watu hawa ambao wanaweza kuchukua hata pesa ya shetani ili watingishe ustawi wa nchi yetu, sisi hatuwezi kuwaacha. Tutashughulika na Heche, tutashughulika na Mpina yeye na mreserve kwa leo. Tutashughulika na Nilesh. Mtu kama Nilesh hapaswi kuwa uraiani. Na shukuru Mungu amekimbia.
hapaswi kuwa uraiani kwa sababu anachafua taifa. Unaposhirikiana na mfanyabiashara kutoka Dubai, Faisal, na wewe kwa kampuni yako ya State Forwarders, umesema utapeleka mafuta Burundi, umefika hapa, umefanya mchakato wako, umezulumu Tanzania, pesa za Watanzania kupitia CRDB zimekuwekea rate of credit bilioni 100 plus, wao unakula, manake umedhulumu wa Tanzania. Sitaki kuzungumzia makashfa yake ya TRA na kwingineko. Ninachotaka kumwambia ninachotaka kuambia Watanzania, tunaposikiliza wanasiasa tuwasikilize kwa utulivu. Mwanasiasa aina ya Heche, mwanasiasa aina ya Mpina, hawa watu ambao wanaweka mbele maslahi yao binafsi dhidi ya maslahi ya taifa. Mwalimu Nyerere hawa aliwaita makuadi wa mabeberu. Aliwaita watu wana hiyo makuadi wa mabeberu. Na mabeberu ni kina nani? Beberu ni mtu yoyote ambaye anataka kutumia rasilimali zenu vibaya kwa maslahi yake, kwa sababu tu ana nguvu au kwa sababu tu ana pesa. Kwa hiyo leo mimi nimekuja, nimetaka kuweka sawa taarifa kwamba Heche kuweka sawa taarifa kwamba alichokijibu Mnyika sio maswali aliyoulizwa Heche. Kamati kuu ya Chadema imemuoji Heche kuhusu dola 200,000 za alizopewa South Africa na Nilesh. Na kama mjui, tunavyozungumza saa hizi Chadema akaunti yao wana shilingi milioni 3 akaunti yao. Heche katoka South Africa na dola 200,000, kakusanya viongozi wake konoole zake wote mbuzi tu. Kakusanya twende wakaanza ziara. Heche anatoa mfukoni kama kalani. Asubuhi mafuta, Heche twende kwa Heche. Anatengeneza ukubwa kama ambao aliwahi kutengeneza Mbowe. Zama zimebadilika. Nilesh amempa Heche hela, akamwambia msaidizi wa Nilesh, unajua kama nimempa hela? Msaidizi wa Nilesh anakasirika, mbona tena msaidizi wa Heche? Msaidizi wa Heche anakasirika, mbona sasa Heche kaenda mwenyewe hajaniambia? Kama unasema CCM mbaya, kama unasema serikali mbaya kwa sababu unasema kuna mambo ya rushwa, anza kwanza wewe kuonekana huungi mkono rushwa. Kwa hivyo nimetaka tufikishe ujumbe. Namwambia Heche, mti aliokalia, tawi alilokalia, sisi tuna mzizi wake. Akisema tunamuongopea, nitatoka tena hadharani, nitatoa taarifa nyingi zaidi ya hizi. Namwambia Nilesh, amesema atasema tena, mimi nimetoka hadharani. Namwambia Nilesh, kama uliweza kuwadhulumu Watanzania kupitia dola milioni 40 za CRDB kupitia kampuni ya State Forwarders, na kama uliweza kudhulumu na benki mingine, hautafanikiwa kututengenezea mgogoro kwenye swala la mafuta. Mimi nimetembea kipindi hiki, nimeona bei za mafuta za Kenya, nimeona bei za mafuta za South Africa, nimeona bei za mafuta za Ivory Coast, nchi zote zenye bandari. Sababu utasikia tu hizo nchi zote landlocked. Kenya wana bandari, South Africa wana bandari, Ivory Coast wana bandari, nchi nyingine zina bandari. Bei yao na yetu ni mbingu na dunia. Maana yake nini? Maana yake hapo kuna jitihada za watu zimefanyika kuhakikisha tunapata huduma. Sasa anatokea muhuni mmoja kwa sababu alitaka tuendelee kutupiga na biashara hiyo, anatengeneza uongo, hatutamchekea. Mimi nasema Mnyika, kwa heshima tuliokupa wa Tanzania, na kama mjui, Mnyika ni very smart. Tatoa siri leo. Mnyika alikuwa mbunge wa Ubungo. Kwa sababu yuko smart, anaishi anachokiamini, ilibidi aache ubunge Ubungo kwa sababu Chadema ilimchukua Lowassa 2015. Yaani Mnyika akasema sigombei ubunge ambao angeweza kushinda. Akajitoa kuto kugombea ubunge kwa sababu alikuwa hamuungi mkono nani? Lowassa, ambaye kwa miaka mingi chama chake kilikuwa kinamnadi kama fisadi. Na hakujitokeza hadharani Chadema mpaka Lowassa alivyoondoka Chadema. Leo Mnyika anakubali vipi kutafuna maneno, kutafuna ile dhamira yake ya kupambana na ufisadi? Kama uwezi kupambana na ufisadi wanaofanya Heche anafanya wenzake madaraja, anakusanya hela kwa niaba ya wenzake, anakwenda kwa Wahindi au wabadhirifu, anakuja kuchafua nchi. Unapata wapi Mnyika haki ya kusema kwa wengine?
Kama unaweza Heche akachukua zaidi ya bilioni 1, bilioni 2 ndani ya mwaka mmoja, anashindwa kuwapa wafanyakazi wake, anashindwa kuwapa walinzi wake. Leo tunapozungumza walinzi wa Chadema hawana pesa, hawana mishahara. Kwa hiyo nasema tangu 2011 hakuna kikao cha Chadema cha kamati kuu kiliwahi kukaa, mimi sijapata taarifa. Na naweka sawa hapa kwamba Nilesh na Heche wamekutana mara ya kwanza Dar es Salaam Msasani pale hospitali, akachukua Heche milioni 20, akampa msaidizi wake milioni 1 ili amfunge mdomo. Wamekutana mara kadhaa, akachukua tena milioni 40, mara nyingine juzi amekwenda Afrika Kusini, amechukua dola 200,000. Mtu ambaye anadaiwa na mabenki, huyo Nilesh angeweza kutumia hizo pesa kulipa mikopo yake, mambo yaendelee, amekwenda kuhonga Chadema ili wamchafue Samia. Sasa yule Samia hayuko peke yake, tuko wa Tanzania. Na kama wanafikiri tutawaacha tu kusema hiyo ya CCM, tupo na CCM, tutasimama. Tutahakikisha hakuna Mtanzania anapewa taarifa ya uongo. Hakuna Mtanzania anajazwa uongo dhidi ya upotoshaji wowote unaofanywa na kina Heche na kina Lema na kina nani. Na anawaambia Lema, ushirika wa wachawi haudumu. Nitawapa mfano. Leo Lema tayari ashaanza kutuhumiwa, naye amepewa milioni 2 na CCM, tena milioni 2. Ushirika wa wachawi haujawahi kudumu duniani. Namna ambavyo kina Heche kina Zito walitumika kumshughulikia marehemu Chacha Wangwe kwamba anatumika na CCM, alivyoanza kuwapinga, ndivyo Zito alikuja kushughulikiwa yeye alivyoanza kupingwa, alivyoanza kumpinga Mbowe. Yani Zito alivyokuwa anawasaidia Mbowe kumdhibiti Chacha Wangwe, akasema Chacha Wangwe anatumika na CCM, ndivyo hivyo Zito alishughulikiwa na kina Lema kwamba anatumika na nani? Na CCM, mpaka kaenda ACT. Namna ambavyo Lema na Mbowe walivyoshughulika na Zito kwamba Zito anatumika na CCM, ndivyo hivyo mwezi Januari mwaka jana tumeona, mwaka jana tumeona Mbowe akihusishwa kutumika na nani? Na CCM. Na namna ambavyo Lema alivyoshughulika na Mbowe kwamba anatumika na CCM, ndivyo hivyo leo Lema atashughulikiwa na Heche kwamba anatumika na nani? Kwa sisi CCM tunafurahia tu wakipigana huko wapigane, ila wasiwadanganye wa Tanzania. Tunafurahia wakifurumushana huko wafurumushane, wakimwita Lema anatumika na CCM, wakimwita sijui Sugu anatumika na CCM, Msigu sijui anatumika na CCM, ndio tunapenda kwa sababu CCM ni chama kubwa. Kama Heche anaenda kuchukua milioni 100 kwa Baraka, mfanyabiashara wa madini wa CCM, kuna shida gani? CCM sawa, waendelee kuwachangia, lakini declare, wawaambie wanachama wao kwamba sisi tunaipinga CCM Magilini. CCM wale ndio wanatulisha. Tunawapinga CCM Magilini. CCM ndio wanatuvesha. Na wakishafanya hivyo, wasiende kupotosha kwenye mijadala ya kitaifa. So unaenda hapo unadanganya watu, sijui mafuta, sijui nini. Bro, sisi tumepata bahati, tumepata watu wanapambana kwa kisha tupata mafuta. Kuna nchi hazina mafuta. Kuna nchi wamezuia huko Walabuni, Malaysia huko, nani huko Singapore, wapi Filipina. Watu bidi wanaenda kazini kwa masaa. Wewe leo unaenda, kesho uendi. Anapotokea mtu mmoja ambaye anaweza nikamuita mzembe kama Heche, akataka kutumia ushawishi wake, jukwaa lake, hatutakubali. Na mmesikia Chadema ajili chama cha demokrasia. Chama cha demokrasia na maendeleo. Wanachama wao wamehoji kuhusu Heche. Kahoji saa 4, saa 5 kafukuzwa cheo. Hajaitwa kujieleza, hajapewa barua ya maelezo, Heche akimkosoa rais, hajatumwa na mtu, hajaongwa, ni mzalendo. Ila Heche akikosolewa na mjumbe wake wa chama chake, hiyo sio demokrasia. Huyo ni muhuni, kavunja katiba, kavunja nchi, kahongwa. Kwa sababu na tunataka tupeleke huko tuamini wote hivyo. IQ, intelligence level ya Heche ni ndogo. Hatuwezi kuruhusu hiyo intelligence ndogo hiyo iongoze intelligence yote. Sisi tuna akili. Tunajua kwamba demokrasia inaruhusu watu kuhoji. Tunajua kwamba demokrasia inataka watu waulize, wajibiwe. Mtu anakuja hajui. Mtu anakuambia wewe unatuhumiwa kula hela, tunataka uchunguzi ufanyike. Wewe unamfukuza chama. Sasa kama na nchi ingekuwa inafanya hivyo, kwamba Heche akasema sijui kuna tuhuma gani, kafukuzwa nchi, angeenda wapi? Kwa nitamshangaa msajili wa vyama siasa kama atachekea huu mchezo unaoendelea wa Chadema kufukuza watu bila kufata a simple case ya natural justice.
hauwezi kufukuzwa kwenye. Mimi Heche alinifukuza chama, lakini kwanza aliniita akanipa tuhuma zangu, nikazijibu, nikashinda, aliamua kunifukuza. Safi. Lakini mbona yeye anavua watu wenyekiti, anavua watu uongozi, hata kikao kijakaa, halafu anasema yeye chama cha kidemokrasia? Sisi kama wadau wa demokrasia hatuwezi kuruhusu. Tunataka kama swala la kidemokrasia wafuate demokrasia. Kwa hiyo kwa kifupi na wind up, nimezungumza kuhusu Heche na Mnyika, tuhuma alizotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu sizo, na nitaandika kwa waraka wangu, nitausambaza Tanzania nzima watu wajue alichotuhumiwa Heche kwenye kamati kuu na alichojibu Heche sivyo. Na nimeeleza pia kuhusu mahusiano ya Heche na Nilesh na mahusiano ya Nilesh na Mpina. Leo Mpina na Mspea, mapema iwezekanavyo akiendelea tutashughulika naye. Hatutaki mtu yoyote. Swala la mafuta ni swala la usalama wa taifa. Nchi ambayo haina mafuta haikaliki. Mpuuzi mmoja kakopa, kakimbia, kafanya ufisadi, anaisha Afrika Kusini huko, ataki sisi tuishi kwa shida kama yeye. Hatuwezi kuruhusu. Baada ya kusema hayo, na washukuru sana. Sehemu ya taarifa yangu hii tutaisambaza kwa vyombo vyote vya habari viwafikie Tanzania nzima.